Tupia jicho chochote ambacho kitakuwa kinajiri kutoka upande wa pili wa kaunti ya Nakuru. Mwenzangu Chichi Josephine atakuwa anahakikisha kwamba tunapokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za baadaye. Na hisia tofauti zinaendelea kuibuka baada ya ziara ya kimaendeleo ya Rais William Ruto iliyokuwa ifanyike katika eneo la Ukambani kuanzia tarehe 21 hadi 23 mwezi huu kuhairishwa hadi mwezi ujao. Wengi wa wakazi wa eneo hilo wanasema huenda hatua imetokana na mgogoro wa kisiasa kati ya wale wanaounga mkono serikali ya Kenya Kwanza katika eneo hili na kile ambacho wanasema kimelemaza juhudi za kupatikana kwa maendeleo katika eneo hilo na ambalo sasa limekuwa nyuma kimaendeleo. Kwa mengi zaidi tunaungana naye mwandishi wetu wa habari wa Makueni Philip Ngumu. Philip? Na kupata kwa Jekuntu nikiwa katika kaunti ya Makueni, kusimama hapa kuchukua hisia za wakazi wa eneo hili la Makueni na hasa Ukambani kuhusiana na ujio wa rais ambaye halikuwa haja hapa kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 23 wiki ijayo. Na ni kwamba ziara hii kulingana na wandani wake imeweza kuahirishwa. Ningelipenda nizungumze na wakazi wa maeneo haya, watueleze matarajio yao na ni kipi wanaona katika ziara yake ya siku za usoni. Karibu hapa kama mkazi wa eneo hili la Makueni, tueleze mlikuwa mnatarajia nini na hisia zenu ni nini? Kwanza kama jina linaitwa Emmanuel Mwangata, mkazi wa hapa Kibwezi. Jambo la kwanza ni pigo kubwa sana kwa watu wa Makueni, kwa watu wa Ukambani, kwa sababu ujio wa rais hapa Ukambani ulikuwa na manufaa makubwa sana kwetu. Jambo la kwanza, tangu serikali ya Ruto ingia kwa mamlaka, tulitarajia tuje kuona ni mambo gani ambayo serikali ilikuwa imeweka mikakati katika eneo la Ukambani. Na la pili, tumesitikika sana kwa sababu ili ni jambo limeingia siasa sana kuliko maendeleo. Na hii mvurutano wabunge wamekaa mpaka saa 5, saa 6 ya usiku kujadiliana jinsi rais atakuja Ukambani na yale mambo ambayo atakuja kufanya. Na imerudisha nyuma kwa sababu wanataka kujivunia na kujiletea sifa kwa upande wao badala ya kuleta maendeleo kwa wakazi wa huku Kibwezi na Makueni kwa ujumla. Kwa hivyo langu ni kusema ili jambo halina manufaa yoyote kwa wananchi na sana sana watu wa Makueni, maana yake sisi tunatarajia rais akuje kuzindua miradi ya maendeleo huku Ukambani. Mmefanikiwa kwamba ninyi ni baadhi ya eneo bunge ambayo mbunge wenu yuko katika serikali. Ni kipi ambacho mnaweza sema kimefanywa katika eneo bunge hili? Jambo la kwanza, mimi kwa kuangalia hakuna kitu tumeona manufaa ya serikali imetufanyia huku Ukambani. Na labda hii ndio baadhi ya mambo ambayo yanaweza kuwekwa vizingiti ndio labda watu waweze kujivunia sifa. Na ni kusema kwamba kama tuko na viongozi ambao wako kwa serikali, sisi watu wa Kibwezi tumesikia ni kama tumetengwa katika hii serikali, na hii mvurutano inaendelea watu kujivunia sifa, ni mambo ambayo kwetu yamerudisha nyuma sana. Kwa hivyo kwa wakati tunasema rais asiwe na uoga kuja Ukambani. Ni rais wa huku wa Kenya wote na tunamkaribisha, na kama kuna jambo nzuri ambalo mnatuletea Ukambani atuletee. Wakati wa 2027 tutajua vile tutajipanga. Safi, ziara ya rais imeweza kuahirishwa kwa mara nyingine katika eneo hili. Miaka mitatu imepita sasa, hatujaona chochote kulingana na wakazi. Kwa majina naitwa John Mutuku Mnyao, chairman wa mbunge wa mwananchi Makueni County. Mimi nataka kusema ya kwamba tulikuwa tuna matarajio makubwa sana rais akuje. Kwa sababu rais akikuja anakuanga ako na kiti kizuri sana ambao anaweza kupeana sana ile sehemu ambao anaenda, kwa sababu tunaona vile rais akienda akifika tunaona zile project anasindua za mamilioni ya pesa, na tulikuwa tunatarajia sana huku Ukambani ndio tuone vile rais, kwa sababu tulikuwa tunataka kumkaribisha zaidi ndio tuone rais atakuja kutufanyia nini, kwa sababu sisi tunatoanga ushuru. Mnasema kwamba kuna uhusiano mzuri baina ya wakazi wa eneo hili na viongozi fulani wa kisiasa. Hilo huenda likawa ni sababu moja, na mnasema nini kama wakazi? Sisi kulingana vile viongozi, sisi tumeona viongozi hawana uhusiano mkubwa na rais, kwa sababu tulikuwa tunatarajia viongozi wa Makueni, wa Kitui, wa Machakos, isipokuwa ni mbunge mmoja anaitwa Vincent Kawaya ndiye alikuwa anaongea maneno ya rais atakuja. Hatukuona rais vile alikuwa rais anaweza kutarajia akuje akaribishwa na wambunge na mangavana na
maseneta, viongozi wote, ndio sasa wananchi wawe, rais anaonekana kuna mshiko mzuri vile anaweza kuja kupeana maendeleo. Na sana sana tunaona vile rais anaona ametuahidi vitu nyingi akiwa deputy president, akiwa rais saa hii, na vile alikuwa anatuomba kura, tukaangalia tukaona rais atakuja kutufanyia mambo makubwa sana. Na kwa sababu ni kama hakuna viongozi hawataki kujihusisha na rais, kwa sababu rais wakati mwingi anaendelea na kuongea vitu, na hizo vitu asifanyiki, ni kuongea tu. Wakazi wa eneo hili kwa sekunde chache, mmeshuhudia nini kwa serikali licha ya kwamba mna nguvu ndani yake? Saa hii miaka ni 3 tangu rais aapishwe. Tuko na minister mmoja. Wale permanent secretary, sisi bado hakuna chochote ambao tumewahi kuona ikiwa inaendelea na kufanya. Tungetarajia hao viongozi wawe kuna vitu hatujawahi ona viongozi wakilete maendeleo katika hii sehemu yetu. Safi, tupate mkazi mwingine. Hisia zako ni zipi kuhusiana na swala hili la rais kukosa kuja hapa katika eneo la Ukambani? Sisi ni Makonda na tunaumia sana. Sasa tukiumia sana, hakuna pesa tunasomesa. Sasa tunaona sasa uchumi iko chini sana. Safi, ni hisia za wakazi wa eneo hili la Ukambani, labda wakizungumzia kuhusu uhalisia wa kutengezwa kwa jinsi ya kuboreka kwa gharama ya maisha. Kutoka hapa Ukambani, mimi ni Philip Ngumu, kwako studio. Asante sana Philip Ngumu. Na